wenye pesa wameonekana jana kwa maana kwamba usajili wao umewalipa. Sisi tunasubiri kupika ili tuje tule vitamu, kwa maana kwamba sisi tunahitaji muda ili kusudi wakina Dumbia waje watulipe kwa baadaye, lakini wenye pesa kula vitamu, kwa maana kwamba wameleta kitu na kimeenda kuwalipa jana. Siku ya jana lazima tuwapongeze Yanga kwamba walikuwa bora na walikuwa wamedeserve kushinda mechi. Wameshinda, mwenye kiwango kizuri ameshinda. Safu nzima ya ushambuliaji ya Yanga, nikiongelea hao wachezaji watatu ambao nimewataja wageni, Peter Shaulile japokuwa jana hakuonesha hatari zozote, lakini namuongelea Kangwanda na yule Zakwane ni hatari kweli kweli, kwa sababu hata wanapokuja kufanya shambulizi wanakuja kwa kasi. Na wapongeza Yanga, naendelea kuwalaumu viongozi wa Simba. Karibu mtazamaji wa Bongo Headlines, nipo na William. William ni moja kati ya mashabiki wa wekundu wa Msimbazi ambaye akizungumza mpira lazima uondoke na kitu. Kwa namna ambavyo anauchambua mpira ni zaidi hata ya wale ambao unawajua wakichambua dakika 90 za uwanjani. William, mambo vipi? Bwana, mambo sio poa. Wahenga wanasema wenye pesa hula vitamu, wenye kuni hula vilivyoivya. Kwa maana kwamba wenye pesa wameonekana jana kwa maana kwamba usajili wao umewalipa. Sisi tunasubiri kupika ili tuje tule vitamu, kwa maana kwamba sisi tunahitaji muda ili kusudi wakina Dumbia waje watulipe kwa baadaye, lakini wenye pesa kula vitamu, kwa maana kwamba wameleta kitu na kimeenda kuwalipa jana. Namuongelea hapo Kangwanda, kwa maana kwamba usajili mpya na ndio umeweza kuwapa Yanga kombe, kwa maana kwamba fedha imelipa. Ni matokeo ya kuumiza kwa upande wangu na ya kukatisha tamaa sana, tena sana, hasa kwa timu yangu. Moja kwa moja, kwanza jana maeneo ambayo tuliokwama ili kusudi tuweze kupata ushindi. Kwanza timu iliingia vizuri sana kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 20. Simba iliwashambulia sana Yanga mpaka nikaamini kwamba mpaka tukifika dakika 45 pale tutakuwa tumeokota chochote kitu, lakini Simba imekosa ukatili kwenye eneo la mwisho wa kiwanja, kwa maana kwamba kwenye eneo la ushambuliaji, kwa sababu zile dakika 20 nadhani Yanga ambako walivyochanganyikiwa pale ilitakiwa Simba waoneshe ukatili wao sasa waweze kutikisa nyavu, lakini haikuwa hivyo. Yanga baadaye wakaja wakasoma mchezo, wakagundua namna gani Simba wameingia kwenye mechi ya leo, wakaenda wakabadilisha mchezo. Kwa hiyo walipobadilisha mchezo viungo wakawa wanatengeneza ile shape ya dragon, wanabadilishana. Kufungwa kwa Simba jana ni safu ya katikati, kwa maana kwamba eneo la kiungo la Yanga, Maxim pia Dhengeli, Duke Abuya pamoja na Mudasiri. Namba 8 alikuwa haonekani, wote kuna muda walikuwa wanacheza namba 1. Kuna wakati unamuona Duke ameshuka, kuna wakati unamuona Max ameshuka, kuna wakati unamuona pia Mudasiri ameshuka. Kwa hiyo hilo ndio lilofanya Simba Sport Club twende tuchanganyikiwe zaidi. Ndio maana unaona kwenye eneo lao walikuwa watulivu sana, na hasa kwenye kwenda kukaba walikuwa wanafanya wakina Aunisset Oura na Libasi Gwe wakose utulivu, kwa maana kwamba walikuwa wanafika, yaani walikuwa nakaba ile man to man. Ndio maana unaona viungo wao watatu, Duke Abuya ameondoka na kadi ya njano, Maxim pia Dhengeli pamoja na Mudasiri wote wameondoka na kadi za manjano, kwa maana kwamba walikuwa waruhusu wewe ufanyie mapenzi mpira. Kabla hujafanya chochote watu wanakuwa wamefika. Ndio maana unaona kipindi cha kwanza tu peke yake Yanga wamecheza faulo 12, wakati huo Simba wamecheza faulo 4 peke yake. Kwa moja kwa moja unaona viungo wa Simba walikuwa wakikaa na mpira. Jabara alikuwa ni kiungo mzuri sana hasa kwa zile dakika 20, lakini pia kwa sababu naye kufikiwa mara kwa mara akaongeza uoga, akawa utulivu hakuna. Pia Kagoma naye alikosa utulivu, kuna wakati alikuwa akipiga hata pasi zinaenda kwa wapinzani, kwa sababu viungo wa Yanga waliokosesha utulivu. Hicho ndio kitu ambacho kimefanya tufungwe siku ya jana. Pia ubunifu kwenye eneo la kiungo, Simba Sport Club walikuwa wapigi penetration kwenda kumtafuta Dumbia, ambaye Dumbia pengine kama angepata nafasi nyingi leo hii ningekuwa ni mtu wa kwanza kwenda kumlaumu, lakini unaona moja kwa moja kama tutamtwisha zigo la lawama Dumbia ni kwa sababu tu pengine amekuja na damu mbaya, lakini moja kwa moja unaona Dumbia hajapata zile nafasi za kusema kwamba tunaweza moja kwa moja tukamlaumu. Siku ya jana lazima tuwapongeze Yanga kwamba walikuwa bora na walikuwa wamedeserve kushinda mechi. Wameshinda, mwenye kiwango kizuri ameshinda. Simba tena tukapoteza kabisa umakini kuanzia dakika ya 30 mpaka dakika ya 85, dakika 5 za mwisho karibia tunaenda 90, Simba ndo wakaongeza uchangamfu tena, kwa maana kwamba wakaanza kufufua matumaini kwamba chote kinawezekana. Ndio Simba tukapata on target ya kwanza kutoka kwa Bakari Msimu. Kwa hiyo unaona siku ya jana haikuwa siku bora kwetu. Tumemtoa namba 9
ambaye ni Dumbia, tukajaribu kucheza na force number 9 kwamba tunaweza tukapata chochote, lakini unaona moja kwa moja pia haikusaidia kitu. Kwa hiyo tunaweza tukawapongeza Yanga, tunasema kwamba siku ya jana walikuwa vizuri na kutokana na kucheza na pia ongezeko la wachezaji watatu, kwa sababu ukiangalia kikosi cha kwanza cha Yanga jana kilikuwa na wachezaji watatu wageni. Sisi tulikuwa tuna Dumbia na tuna Jabar. Yanga wao kwenye kikosi cha kwanza walikuwa na wachezaji watatu, walikuwa na Dhakwane, Kagwanda, walikuwa pia wanapita Sharulile. Kwa hiyo nadhani kutumia uzoefu na ubora wa kikosi cha Yanga ndio umefanya jana tukose matokeo. Kwa hiyo mimi nawapongeza Yanga, naendelea kuwalaumu viongozi wa Simba. Naendelea kuwalaumu viongozi wa Simba kwa sababu kwenye dirisha hili tena la usajili, moja kwa moja nikiangalia Simba yangu taswira imetoka kwenye mechi ya jana, kwa sababu ilikuwa ni mechi muhimu sana. Tulisema tusiongelee Simba kwenye tamasha kwa sababu haiwezi kukupa ule uhalisia, pengine watakuwa wameficha mbinu. Lakini nikianza sasa kuifuatilia Simba kuachana na mechi ya jana, tumecheza Kagame, tumecheza mechi mbili. Baada ya hizo mechi mbili tukaja tukacheza mechi ya 3 dhidi ya Singida tukiwa Kagame, mechi ya 4 dhidi ya Police Kenya, mechi ya 5 ya Dabi. Kwenye hizo mechi 5 dakika 460 Simba Sport Club amefunga magoli mawili, na magoli mawili ameyapata kwenye mechi moja ya Singida. Kwa maana kwamba kwenye mechi 4 Simba Sport Club hajafunga goli lolote kwenye mechi 4. Sasa huo ni muendelezo mbaya sana kwa klabu ya mpira ambayo klabu inaenda kwenye mashindano, klabu ambayo inataka taji la aina yoyote. Huwezi kupata taji lolote kwa kumtegemea striker kama Dumbia, kwa sababu dirisha bado inatakiwa Simba waende sokoni, kwa sababu kwenye hizo mechi 5 ambazo nimekusimulia Simba Sport Club wamecheza na Dumbia akiwemo ndani. Amecheza kwenye mechi zote za Kagame, amekuja amecheza hapa kwenye siku ya Simba Day, ameenda amecheza na kule, lakini hakupi kile kitu cha kuona kwamba anaweza akakupeleka kwenye eneo fulani. Kwa moja kwa moja Simba Sport Club inatakiwa warudi sokoni. Kuna namna viongozi wa Simba wanachoka na majukumu, joto la Dar es Salaam, pia na umri wao, kwa sababu kuna namna kwa ukuaji wa binadamu, umri ukishafikia kuanzia miaka 80 70, akili kidogo inachoka. Tuwe tunawasaidia hata kwenye namna ya usajili. Wamemleta Mgunda, lakini Mgunda ukiangalia kwa namba za kwake za mshambuliaji amemaliza na magoli 3 msimu jana akitokea Mashujaa. Lakini kuna mchezaji mwingine wa Kitanzania yuko JKT pale, anakula zake pweza, ni mtoto hapa Dar es Salaam, ni mtoto wa Kitanzania. Ni replacement sahihi sana kwa mwalimu. Amemaliza na magoli 9 kwenye ligi, pia magoli 5 kwenye CRDB, na muongelea Paul Peter Kasunda. Ni mbadala sahihi sana wa mwalimu. Kwa hiyo moja kwa moja naona viongozi wamechoka, pengine wangetuletea Paul Peter kuliko kutuletea hata Mgunda. Pia inatakiwa warudi tena wakatuletee mshambuliaji. Kwa mshambuliaji huyu Dumbia msimu hatutaokota kitu chote. Hayo ni machache katika yale ambayo nimeyaona kwenye kikosi changu cha Simba Sport Club. Kwa nini umelia na uongozi? Pengine uongozi unahusikaje kwenye dakika 90? Steve Becker pengine ndio alikuwa wa kumzungumzia zaidi kuliko hata uongozi. Kwa nini kwa upande wako Karato umeipeleka huko? Kimbinu jana tulifeli, ndio maana nimekuambia na eneo gani ambalo Yanga walikuwa wana uhatari na maeneo ambao wametuini. Safu nzima ya ushambuliaji ya Yanga, nikiongelea hao wachezaji watatu ambao nimewataja wageni, Peter Sharulile japokuwa jana hakuonesha hatari zozote, lakini namuongelea Kangwanda na yule Zakwane ni hatari kweli kweli, kwa sababu hata wanapokuja kufanya shambulizi wanakuja kwa kasi kweli kweli. Ni mashambulizi mawili tu ambayo Yanga waliyafanya kwenye dakika 45. La kwanza ambayo tulikuja tukasave huyo Kangwanda, dakika moja baadaye nimetoka kumtaja tu kwamba huyu ni mchezaji hatari, akaenda akatufunga. Kwa la kwanza tumezuia, la pili, lakini wakati huo Yanga sisi tumewashambulia kote. Kwa moja kwa moja jana kimbinu na maeneo ambayo tulifeli ni katika eneo hasa la kiungo kama nilivyoelezea. Kwenye mechi ya jana tulifeli kimbinu na Yanga walikuwa bora, ndio maana wameenda kuwin. Na walalamikia viongozi kutokana na sajili zao ambazo wamezifanya. Wamemwacha ndugu yangu Mwangosi, mtoto wa Kitanzania, wametuletea professional player ambaye ni Dumbia. Lakini Dumbia haoneshi ule uhatari wowote. Mechi 5 Dumbia hajaonyesha kwamba yeye ni mshambuliaji wa daraja gani. Hata kwa haya mashindano ambayo tunaendea NBC na mashindano mengine ya kimataifa, pia kwa mshambuliaji kama Dumbia hawezi akatufikisha popote. Lazima Simba warudi sokoni wakatuletee striker wa ukweli ambaye yuko kwenye topu hata Afrika. Lakini kwa kumtegemea Dumbia hatuwezi kufika popote, hasa kwenye eneo zima la finisha, eneo zima la finisha, eneo kubwa la ushambuliaji, kwa sababu eneo la viungo linaweza likatibika, kwa sababu tuna viungo wengi sana ambao watakuwa wanatengeneza pasi. Lakini je, finisha yukoje? Atapata nafasi ngapi ambazo aweze kuzifanya ziwe goli? Ndio maana nimelalamikia viongozi kwa namna ambavyo
wanatusajilia. Paul Peter Kasunda anacheza JKT ambaye ni Mtanzania, lakini Dumbia professional kutoka nje anacheza Simba Sport Club na amekuja kama mchezaji wa kimataifa. Mchezaji wa kimataifa anapokuja kwenye timu yako inatakiwa aonyeshe utofauti kwamba mimi ni mchezaji wa daraja fulani, ili kusudi wale vijana ambao ni Watanzania wapo kwenye klabu yako wajifunze. Hata ukimwangalia Dumbia atajifunza nini kutoka kwa Mwangosi? Mwangosi atajifunza nini kutoka kwa Dumbia kwamba huyu ni striker wa kimataifa amekuja, kuna kitu gani ambacho anaweza akanimegea au kuna nini ambacho anaweza akanimegea, kwa sababu ukiangalia kwenye level ya ufundi ni kama wote wanafanana. Ndio maana nawalalamikia viongozi wa Simba kwenye engo ya usajili. Hata hii Simba mafanikio yake ya msimu jana ni kutokana na dirisha dogo la usajili. Kwa nini kwenye dirisha dogo la usajili tunaleta wachezaji top na ni wachezaji wazuri? Kwa nini kwenye dirisha kubwa ambalo linakuwa na bajeti kubwa tunakuwa tunafeli? Kwa hiyo ndio maana unaona nawalalamikia viongozi wanataka mpaka wasituliwe ndio waweze kukumbuka. Ndio maana hata msimu jana kwenye dirisha kubwa tukafeli, kuja dirisha dogo tukapiga kelele, wakaja akina Niseti Oura, akina Dibasigwe, wachezaji wazuri ambao ndio walifanya hata Simba tuambulie hata kataji kamoja hako kasi ya RDB. Kwa unaona uongozi pia una shida. Huwezi kupata kivuli kilichonyoka kwa mti ambao umepinda. Siku zote ibada njema inaanziaga nyumbani, na msingi wa nyumba ukiwa imara hata kuta za nyumba huwezi kukuta zinanyufa. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho viongozi pia anatakiwa ile tahadhari kwa upande wao wake, ili kusudi twende tukaijenge Simba. Hapa Simba ilipo haribika ni mapema. Kama tutagundua mapungufu yetu na kwenda kuyaziba, basi Simba itakuwa itarudi kwenye eneo lake ambao wana Simba tunahitaji. Alisikika Clatous Magori akizungumzia sakata la Selemani Mwalimu na akasema ya kwamba ni mchezaji wa kawaida, hatuwezi tukatoa bilioni 1 kwa ajili ya Selemani Mwalimu. Vipi alitambulishwa kwenye tamasha la Simba Day? Angalikuwa wanasema hatuwezi tukatoa bilioni 1 kwa ajili ya Selemani Mwalimu, ni kama wao waliingia chaka ama imekaa namna gani? Na kwa nini alienda kambini siku kabla ya dabi? Alikuwepo kambini kwenye kambi ya wekundu wa Msimbazi ambayo ilikuwa inaenda kukutana na Young Africans, akaangukia Young Africans siku inayofuata kwa usajili ambaye ameufanya Engineer Harris. Pengine kwangu mimi naona viongozi wamenichanganya, hasa Clatous Magori. Kwa upande wako nini ambacho umekiona ukiwa kama shabiki wa wekundu wa Msimbazi? Kuna kauli wanasemaga mfamaji uishia kutapatapa, ndio kitu ambacho wamekifanya mwenyekiti Clatous Magori, ni kwamba anatapatapa. Dokta wangu mtaalamu ambaye amenifundisha sana philosophy anasema ukimwona mgonjwa wa maututi yoyote ambaye amepata ajali au mwathirika wa kitu chochote maututi, kama moyo unadunda, basi asilimia za kupona huyo mgonjwa ni kubwa mno. Magori leo hii anamkataa mwalimu kwamba sio striker mzuri. Anasema kwamba bilioni 1 ya nini? Kwanza siwadanganye wana Simba. Thamani ya mwalimu na Wydad, unajua ogopa sana kudanganya kwenye hii dunia yenye teknolojia, kwa sababu sisi wenyewe kama mashabiki tunaangalia value ya mchezaji kwamba huyu ni mchezaji wa bei gani na wale walikuwa wanataka nini. Lakini ukiangalia thamani ya mwalimu Simba Sport Club, fedha ambao walikuwa wanahitaji Wydad ni fedha ya kawaida sana, ni fedha ndogo tu, isipokuwa kwa sababu labda Yanga wameingilia hiyo biashara, lakini mchezaji hakufika thamani ya hiyo bilioni 1 ambayo yeye alikuwa anawadanganya mashabiki. Mashabiki sasa hivi tumekuwa sana kimpira na tupo kwenye dunia ya utandawazi, kila kitu ambacho tunajua. Thamani ya mwalimu ilikuwa ni milioni 300 tu, ambayo Simba Sport Club tena wao walikuwa na advantage kubwa, kwa sababu walikuwa wanamtumia msimu jana kwa thamani ya milioni 100, msimu wakaja kuongezewa milioni 120. Yanga baadaye baada ya kuonesha kumtaka na wao kama Wydad wakaja wakampandisha kidogo thamani. Lakini Simba Sport Club na Wydad walikuwa wameshakubaliana, ndio kwenye Simba Day tukaambiwa macho kwenye kideo. Tukageuka kwenye kideo tukamwona mwalimu anasema anakuja na yupo njiani. Na kweli mwalimu alifika. Mwalimu alifika, baada ya kufika akaenda mpaka kambini na akafanya mazoezi ya mwisho. Simba Sport Club wakawa wanategemea biashara waifanye Jumatatu baada ya dabi waifanye, lakini Yanga baada ya kugundua kwamba biashara hakuna iliyofanyika na mchezaji yuko Zanzibar, wakawasiliana na uongozi wa Wydad. Wydad wakawaambia bwana, mchezaji tumemsend sehemu fulani kwa makubaliano haya. Wakawaambia bwana, sisi tunaweza tukaweka kwa juu, na mpira siku zote ni biashara na mwalimu anataka maisha. Baadaye walivyokubaliana Wydad na Yanga akamwambia sawa, tunaweka mzigo, wasilianeni na mchezaji kuhusiana na maslahi binafsi. Wakaongea na mwalimu bwana, hivi na hivi. Mwalimu akaona maslahi yake, watu kwenye mkataba wanamwekea milioni 5 ya juu, kwa maana kwamba Simba ilikuwa ni milioni 10, Yanga milioni 15. Akatoroka kambini akaenda kusaini kwa Yanga, kwa sababu timu yake ilikuwa Wydad, kwa sababu bado wanamiliki mchezaji wao. Wakawasiliana na mchezaji wao, nenda ongea na Yanga.
Kwa hiyo wakamalizana, Yanga akaweka mpunga kwenye akaunti, viongozi wa Simba wanasubiri dabi ishe, wamalizane Jumatatu. Pesa iko benki, mwalimu yuko Yanga. Wanakuja kuamka asubuhi, pesa iko benki, mwalimu yupo Yanga. Kwa hiyo ukiangalia viongozi wa Simba wamekuwa waongo na wajanja. Maslahi wameweka zaidi kwenye matumbo yao kuliko kwenda kuijenga hii klabu. Leo hii kiongozi mkubwa kama Clatous Magoli anaongea kauli ya kusema mwalimu wa nini, alafu kwenye ushambuliaji ana mshambuliaji Dumbia ambaye haonyeshi kitu chochote. Bora hata walau ya huyo mwalimu kwanza ni Mtanzania, alafu bado hata bajeti yake na usajili wake bado ni hela ya kawaida, huwezi kufananisha na huyo Dumbia. Kwa class tu hata ya Dumbia na mwalimu bado mwalimu ni top. Mwalimu amecheza kwenye vile vilabu ambavyo ilikuwa ni mashindano ya world ya vilabu vinacheza vya Afrika na Ulaya. Ni kitu kikubwa ambacho mchezaji yoyote Tanzania katika historia hajawahi kucheza. Unasemaje ni mshambuliaji wa kawaida huyo? Mwalimu nadhani hiyo kwa kiongozi wetu anatakiwa pia aombe msamaha hata mashabiki sasa hivi tunajua, alafu na tunaujua hata mpira wenyewe, aache kuwaongopea mashabiki. Viongozi wanatakiwa wawe imara, waangalie mapungufu ambayo yapo kwenye kikosi chetu, tuendelee kuijenga Simba Sport Club, lakini asikie dosari juu ya dosari. Mwalimu ni mchezaji mzuri sana, ndio maana tulikuwa tunamtaka na ndio maana tulimtambulisha. Kwa hiyo ile ilikuwa ni kauli ya mkosaji. Nikushukuru sana wewe. Asante sana.